إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مكانة الصيام في الإسلام، فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. فعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ndugu Waislamu, wazee wangu wapendwa, mwanzo kabisa narejesha shukurani za dhati kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu, na vile vile namtakia rahma na amani role model wetu, kiongozi wetu, mwalimu wetu mbora wa kuigwa katika kila aina ya ibada, Abul Qasim. Anwani ya hutuba ambayo kwamba tutaizungumzia leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu, ikiwa ni Ijumaa ya pili katika mwezi huu wa Ramadhani, itakuwa ni makanatu siyami fil islami, nafasi na cheo ama upeo wa hii ibada ambayo kwamba tupo ndani yake, ibada ya saumu. Je, hii ibada ina nafasi gani katika dini yetu ya Uislamu? Nitawaombeni tena mara nyingine, fa'iruni alquluba wal asma, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu kwa huu muda mchache ulioko mbele yetu, kwa hizi dakika 2-3
tuweze kukumbushana, tuweze kunasihiana, tuweze kuelekezana, asa sote tukatoka na kauli ya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Ahibati fillah, inna as-siyama ibadatun adhimatun wa laha fadailu kathira. Ama kwa hakika ibada ya saum ni ibada kubwa mno katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, na ina fadhila chungu nzima hii ibada ya saum. Waqad waradat nususun kathiratun tubayinu lana fadailahu wa manzilatahu fil islami, na zimekuja dalili mbalimbali fil kitabi wa sunna, kutoka kwa Qur'ani na kutoka kwa sunna za mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, dalili ambazo kwamba zinaelezea utukufu na fadhila ya hii ibada ya funga ambayo kwamba tupo ndani yake. Wa min fadailihi, na miongoni mwa fadhila ya hii ibada ya saum ambayo kwamba sasa hivi tupo ndani yake, ambayo kwamba tunajikurubisha kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa kuitekeleza hii ibada, anna Allah Subhanahu wa Ta'ala faradahu ala jami'il umami. Hii ibada ya saum haikuanza kwetu sisi. Hii ibada ya funga haijaanza kwa umma wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam peke yake. Kama tunavyojua, sheria za umma zilipishana. Kuna umma ulikuwa na sheria fulani na umma mwingine haukuwa na hiyo sheria. Kuna sheria fulani walikuwa nayo, hawa hawakuwa nayo. Ila hii ibada ya saum Mwenyezi Mungu alifaradhisha katika umma zote, umma zilizotangulia, katika ahlul kitabi, katika Mayahudi, katika Manaswara, nao pia walikuwa ni wenye kujikurubisha kwa Allah na hii ibada ya saum. Qala subhanahu, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Dalili ya aya, Mwenyezi Mungu anatueleza, enyi mloamini, Mwenyezi Mungu Subhanahu amewafaradhishieni hii ibada ya funga ya Ramadhani, na msidhani kuwa ilianza kwenu nyinyi. Msidhani nyinyi ndio wa mwanzo kuanza kuifunga hii ibada ya Ramadhani, hii ibada ya saum. Hii ibada walifaradhishiwa pia wale waliokuwepo kabla yenu nyinyi katika umma zilizotangulia. Wa min fadailihi anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu ahada arkanil islami. Miongoni mwa fadhila na utukufu wa hii ibada ambayo kwamba tupo ndani yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu alifanya hii ibada ya saum ni mojawapo katika nguzo tano za Uislamu, kama ilivyokuja katika sunna, buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil bait. Mtume wako anasema sallallahu alayhi wasallama, Uislamu umejengewa juu ya nguzo tano. Ya kwanza ni kukiri na kukubali ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah subhanahu, na Muhammad ibn Abdullah ni mjumbe wa Allah, ni mtume wa Allah azza wa jalla. Na nguzo ya pili ni kusimamisha ibada ya sala. Nguzo ya tatu ni kutoa zakaa kwa yule mwenye nafasi, kwa yule mwenye uwezo. Na nguzo ya nne
ni hii ibada ambayo kwamba tupo ndani yake. Uislamu wa mtu hautimii bila hii nguzo ambayo kwamba sasa hivi tunaitekeleza, nayo ni nguzo ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Kisha akataja na ibada tukufu ya kwenda kuizuru nyumba kongwe na ibada ya kwenda kutembelea nyumba kongwe duniani katika ibada ya hija kwa yule ambaye kwamba ana uwezo wa kufanya hilo. Isitoshe ndugu Waislamu, miongoni mwa fadhila ya hii ibada ya saum ambayo kwamba tupo ndani yake, Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala amejalia yeyote ambaye kwamba ataitekeleza hii ibada atakutana na msamaha wa Mola wake, atakutana na msamaha wa Allah. Na sisi sote tuhitajia msamaha wa Allah. Lau madhambi yangekuwa yananuka, lau madhambi yangekuwa yanatoa harufu, leo duniani hapangekalika, leo tungekimbiana. Lakini Mwenyezi Mungu alivyotustiri duniani atustiri na kesho siku ya Kiyama. Yeyote ambaye kwamba atatekeleza ibada ya funga atakutana na msamaha wa Mola wake. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu, wasaimina wasaimati wasaimina wasaimati walhafidhina furujahum walhafidhati wadhakirina Allaha kathira wadhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima. Mwenyezi Mungu anasema, na nyuma ametangulia kuwataja watu wenye sifa kadhaa, akaja akawafikia hawa wasaimina wasaimati, na wafungaji wa kiume na wafungaji wa kike. Bila shaka sisi ndio wafungaji, bila shaka sisi ndio wenye kutekeleza hiyo amri. Tumwombe Mwenyezi Mungu azitakabalie funga zetu. Wasaimina wasaimati, na wafungaji wa kiume pamoja na wafungaji wa kike, dada zetu majumbani, mama zetu majumbani, wake zetu majumbani, ndio walengwa, ndio walokusudiwa katika aya wasaimina wasaimati. Walhafidhina furujahum walhafidhati, na wale wenye kuhifadhi tupu zao kwa wanaume na wanawake. Wadhakirina Allaha kathira wadhakirati, na wale wanaomtaja Mwenyezi Mungu sana kwa wanaume na wanawake. Mwenyezi Mungu anasema a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima. Mwenyezi Mungu amewaandalia msamaha pamoja na malipo makubwa. Miongoni mwao tumeona wasaimina wasaimati, na wafungaji wa kiume na wafungaji wa kike. Na Mtume anasema sallallahu alayhi wasallama, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Na yule ambaye kwamba atafunga mwezi wa Ramadhani ana imani na Mola wake, anajua ni amri inayotoka kwa Mola wake, na anatarajia malipo kutoka kwa Mola wake. Hafanyi ili aonekane naye yuma, hajaachwa nyuma, anafanya taqarruban ila Allah, anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Atakutana na msamaha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake ambayo kwamba yametangulia. Ahibati fillah, wa min fadaili siyam annahu hisnun min ash-shahawati wan nari. Miongoni mwa fadhila ya hii ibada ya funga, miongoni mwa utukufu wa hii ibada ambayo kwamba tupo ndani yake, ni kinga ambayo kwamba inamzuia mtu na matamanio, na vile vile inamzuia mtu na moto wa Jahannam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Mtume anazungumza na vijana wa umma, anawaita ya ma'shara ash-shabab,
enyi kongamano la vijana katika umma wangu, man istataa minkum alba'ata falyatazawwaj, yeyote miongoni mwenu atakayeweza harakati za ndoa, ataweza kusimamia basic needs, yale majukumu ya lazima, yale majukumu ya dharura, anaweza pata sehemu ya kumweka mke wake, anaweza mlisha mke wake, anaweza mvisha mke wake, basi Mtume anasema na haraka atoke katika boma la ubachela, falyatazawwaj, na awe ni mwenye kuoa kwa haraka sana. Uislamu haupalilii jambo la ubachela. Uislamu unapiga vita jambo la ubachela. Ndiyo maana kila mara Mtume anakutana na sahaba na muuliza, hal tazawwajta, je, umeoa? Na Mtume alisema hili jambo la kuoa ni katika sunna zangu, yeyote ambaye kwamba atajiweka mbali nayo, basi huyo si katika mimi, falaysa minni. Mtume anawaita vijana, ya ma'shara shabab, enyi kongamano la vijana, enyi mkusanyiko wa vijana, yeyote miongoni mwenu ambaye kwamba anaweza jambo zima la kuoa na aoe. Katika faida ya kuoa, itakuwa ni sababu ya macho yako kuhifadhika ukiwa nje, itakuwa ni sababu ya macho yako kuhifadhika mabarabarani, na macho yakihifadhika, bila shaka tupu yako ndiye itakuwa ni kuhifadhika, kwa sababu yeyote ambaye kwamba alifikia katika jarima tu zina, wal iyadu billah, yeyote ambaye kwamba alifikia katika kosa kubwa ya jinai ya zina, wapi ilianzia? Bila shaka ilianzia kwa kuona, ilianzia kwa macho yake. Kisha Mtume akasema, waman lam yastati, yule ambaye kwamba bado hajapata uwezo wa kuoa, yule ambaye kwamba bado anajikusanya, yule bado anafanya mpangilio, bado anajiandaa, bado anakimbia mbio za hapa na pale ili ajiandae katika hii ibada, na huku matamanio yake yanamsumbua, basi wasia wa Mtume wako anakuambia, fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijah. Huyu barubaru, huyu kijana awe ni mwenye kujisaidia na jambo zima la funga, kwa sababu itakata matamanio ya nafsi yake, itamrejesha nyuma katika matamanio. Miongoni mwa faida za funga, zinakata matamanio katika kiwiliwili cha huyu mfungaji, na matamanio yakikosekana ya kumpelekea mtu kuingia katika haramu, bila shaka atakuwa amesalimika na adhabu ya Allah, bila shaka atakuwa amesalimika na moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ahibati fillah, wa khassahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama bibabin min abwabil janna yusamma ar-rayyan, na Mtume wetu sallallahu alayhi wasallama aliuhusisha mlango maalum katika milango ambayo kwamba tutaingia ndani yake peponi. Kuna milango chungu nzima. Kuna mlango wa qiyamul layl, kuna mlango wa swala ya duha, kuna mlango wa sadaqa, kuna mlango wa birrul walidain, kuna mlango wa jihad, kuna mlango wa akhlaq. Miongoni mwa milango ya peponi kuna mlango Mtume aliuita jina kwa Ar-Rayyan, akasema, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Yuqalu ayna as-sa'imuna, ayna as-sa'imuna, fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Anasema Mtume wako sallallahu alayhi wasallama, ama kwa hakika peponi kuna mlango unaojulikana kwa jina la Ar-Rayyan. Wale watakaoingia katika huo mlango wa Ar-Rayyan si wengine, ni wafungaji.
Mwenyezi Mungu azitakabalie funga zetu. Wataitwa siku ya Kiyama, watatafuta siku ya Kiyama kwa halaiki ya watu, kwa umma, wataitwa aina saimuna, aina saimuna, wako wapi, wako wapi wafungaji? Fayakumuna, watasimama, wataelekea katika mlango wa Ar-Rayyan. Hakuna yeyote ambaye kwamba atapita katika mlango huo ila mfungaji. Na hapa tufahamikiane vizuri, kufunga hatumaanishi mtu kushinda njaa, kufunga hatumaanishi mtu kushinda na kiu. La, hiyo ni maana ndogo sana ya kufahamu maana ya funga. Funga anaitaka Allah ni iwe funga ya uhakika, iwe ni funga ya kisheria. Usiwe katika saumu macho yako umeachia, usiwe katika saumu ulimi wako watukana ovyo ovyo, wasema urongo, wasengenya. Isiwe uko katika ibada ya saumu unafanya biashara za haramu. La, si malengo ya saumu. Anasema mtume wako sallallahu alaihi wasallama, man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yadaa taamahu wa sharaba. Yule ambaye kwamba atajiona yuko katika saumu na hawachi kusema uongo ama kufanyia uongo kazi, basi Mwenyezi Mungu hana haja na funga yake. Huyo atakuwa ameshinda kula na kunywa, amejizuia kuanzia alfajiri ya pili mpaka jua kuzama, amejizuia mambo mawili, kula na kunywa, kula na kunywa, lakini viungo vingine vyote hajavisalimisha mbele ya Allah, akijua yuko katika ibada ya saum. Hata Mtume akasema, wa in shatamahu ahadun au qatalahu falyaqul inni saimun. Ikiwa mtu atakutukana ama atakupiga, majibu yako kwa mtu kama huyo, mwambie la fa inni saimun. Hii ndio saumu tunayoikusudia. Hii ndio saumu ya wale ambao kwamba wataingia katika mlango wa Ar-Rayyan. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, ndugu Waislamu, man dakhala fi shariba wa man shariba lam yadhmaa abadan. Yule atakayepita akaingia katika huo mlango, kuna kinywaji atakunywa mle ndani, ni siri anayojua Mwenyezi Mungu Subhanahu, na yule atakayekunywa hicho kinywaji hatopatwa na kiu milele. Ukipenda sema hicho kinywaji kitaingia katika kiwiliwili chake na kitang'oa mizizi yote ya kiu katika kiwiliwili chake. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Ahibati fillah, vile vile katika ibada, katika fadhila ya saumu, saumu itamtakia mtu uombezi siku ya Kiyama, siku ambayo kwamba mali haitomsaidia mtu, wala cheo chake hakitomsaidia mtu, wala watoto wake hawatomsaidia, wala nafasi yake ya dunia haitomsaidia, ila kila mmoja atakuwa analia nafsi nafsi, nafsi yangu, nafsi yangu. Mtu anatamani apate mtetezi, mtu atatamani apate loya, wakili wa kumsaidia aweze kuvuka salama. Basi mtume wako anakwambia sallallahu alayhi wasallama, as-siyamu wal qur'anu yashfi'ani lil'abdi. Hivi viwili vitamtakia mtu uombezi siku ya Kiyama, funga na Qur'ani. Funga na Qur'ani, shikamanisha haya mawili ewe mfungaji. Usiwache Qur'ani nyuma, wacha viende sambamba, wacha vitembee pamoja. Uko katika funga, shika kitabu cha Allah. Ushamaliza kufuturu, unangoja muda wa tarawih, shika kitabu cha Allah. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Funga na Qur'ani vitamtakia mtu uombezi siku ya Kiyama. Saumu itazungumza kwa idhini ya Allah,
ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahari fashaffi'ni fihi, mja wako huyu nilimzuia mchana, nilimzuia kula, nilimzuia matamanio, kisa na maana amenipa heshima mimi saumu, amenipa heshima mimi funga. Ya Rabbi, na kuomba nikubalie uombezi wangu kwake yeye. Na Qur'an itasema fa inni mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi, ya Allah, mja wako huyu nilimzuia usiku kulala, na kuomba nikubalie uombezi wangu kwake yeye. Hebu jiulize, unakosa usiku kulala kwa ajili ya Qur'ani? Hebu jiulize, je, usiku uko macho kwa ajili ya Qur'ani? Kwa sababu Qur'ani itasema mana'tuhu an-nawma bil-layli, nilimzuia usiku kulala. Jiulize, usiku unakosa kulala kwa minajili gani? Na maal asaf ndio tunaanza kuingia katika 12. Yaonekana Waislamu tayari tushaanza kuchoka na huyu mgeni ambaye kwamba Mwenyezi Mungu alisema ataketi na sisi ayyaman ma'dudati, siku chache, hata hatujafika katikati yake. Yaonekana baadhi ya Waislamu tushaanza kumchoka mgeni ambaye kwamba ana kheri chungu nzima, mgeni ambaye kwamba akija milango ya pepo yafunguliwa, milango ya moto yafungwa, mashetani wanafungiwa, mgeni ambaye kwamba ndani yake iliteremsha Qur'ani, mgeni ambaye kwamba hatuna guarantee, hatuna uhakika mwakani akija atatupata ama tutakuwa tushafungasha virago. Qur'ani itasema nilimzuia kulala usiku, ya Allah fashaffi'ni fi, nikubalie uombezi wangu kwake yeye. Anasema mtume wako sallallahu alaihi wasallama fayashfa'ani au fayashfa'ani, hivi viwili vitakubaliwa uombezi, vitakubaliwa utetezi kwa hao ambao kwamba wamekusudiwa katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Ndugu Waislamu, katika fadhila ya saum mtume wako anasema walisaimi farhatan, na mfungaji ana furaha mbili. Allahu akbar! Nini zaidi ya furaha? Kila ambaye kwamba anakwenda mbio anatafuta furaha, kila ambaye kwamba anajiburukusha huku na kule, bila shaka kikubwa anazengea furaha. Mtume anakuambia hii saum kwa mfungaji ana furaha aina mbili. Furaha ya kwanza ni farhatu dunyawiyya wa farhatu ukhrawiyya, furaha ya dunia na furaha ya akhira. Walisaimi farhatani yafrahuhuma, na mfungaji ana furaha mbili ambazo kwamba anafurahia. Idha aftara fariha wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmi, ana furaha pale jioni jua karibu linazama, sekundi za kuhesabika, dakika za kuhesabika, jua litazama, ameweka mbele yake maji, ameweka tende za kuhesabika, yuko tayari kufungua. Basi furaha ambayo kwamba anaipata mfungaji kwa sababu ndiye muda wake umewadia. Ama furaha ya akhera ni furaha ambayo kwamba atakutana na Mola wake, na hii furaha ni siri anayojua Allah. Abu Umama alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi aljanna, faqala faalayka bisawmi la mithla lah. Abu Umama alimuuliza Mtume, ya Rasulullah, nielezee amali, nielezee ibada ambayo kwamba lau nitafanya ibada hiyo itakuwa ni sababu yangu mimi kuingia peponi. Mtume akamwambia, ya Aba Umama, fa'alayka bisawmi la mithla lahu, jilazimishe na saum, hakuna mfano wa saum. Saum ni ibada ya kipekee, shikamana na funga, hakuna mfano wake. Naam, Mtume Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudusi, kullu amali ibn adama lahu illa as-siyam
fa innahu li wa ana ajzi bih. Amali yote ni ya mwanadamu ila amali ya saumu. Hakuna mtu anajua mfungaji atalipwa nini. Ukiswali swala ya jamaa thawabu 27, ukisoma Qur'an herufi moja thawabu 10, alif lam mim thawabu 30, ukitoa salamu assalamu alaikum tayari kwenye akaunti yako ina thawabu 10, assalamu alaikum wa rahmatullah tayari kwenye akaunti yako una thawabu 20, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh unapata thawabu 30. Lakini tukija katika ibada ya saum, nani anajua ni nini Mwenyezi Mungu atamlipa mfungaji? Hakuna. Kullu amali ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Wa akhiran walaysa biakhir, na tukimalizia hutuba yetu ya kuonyesha fadhila ibada ya saum, ukisoma Qur'ani kwa umakini utapata kuna sehemu Mwenyezi Mungu ameweka kafara ya ima mtu hawezi kufanya jambo fulani basi afunge, ama mtu amefanya kosa fulani basi sheria inamtaka afunge. Kwa mfano, kuna sahaba anajulikana kwa jina la Aus ibn Samit, alikuja nyumbani kwake akamwita mke wake kwa tendo la ndoa. Mke wake anajulikana kama Khawla. Mke wake akajichelewesha, akamwita tena, njoo mke wangu, akajichelewesha, njoo mke wangu, akajichelewesha. Huyu sahaba akazidiwa na hasira, akamtamkia mke wake maneno mazito, akamwambia anti alayya kadhahari ummi, wewe kwangu mimi sasa hivi nikikutizama na kuona kama uti wa mgongo wa mamangu mzazi. Haya maneno yana hukumu yake katika dini ya Uislamu, inajulikana kama adhihar. Hasira zikamtulia huyu sahaba, akamwita tena mara nyingine mke wake, sahau yaliyopita, tugange yajayo, njoo na kuhitajia. Khawla akamwambia, la, subiri, hayo maneno uliyotamka mbona nahisi ni maneno mazito, mbona nina dukuduku ndani ya moyo wangu na hayo maneno. Ngoja nikimbie nimuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu uzito wa hayo maneno. Akakimbia kwa Mtume, akaingia chumbani kwa Mtume, na Aisha ameketi pembeni, wananong'onezana Khawla na Mtume. Khawla anamwambia Mtume, ya Rasulullah, mume wangu Aus akinioa nilikuwa bado msichana mdogo, akinioa nina nguvu zangu, naweza fanya mambo mengi na nguvu zangu. Sasa hivi nguvu zangu zimenishia, umri wangu umekwenda. Amenitamkia haya maneno, anti alayya kadhahari ummi, wewe kwangu mimi ni kama uti wa mgongo wa mama yangu. Ya Rasulullah, haya maneno unayaonaje? Mtume akamwambia, la araki illa qad hurrimti alayhi, sioni ila wewe kwake yeye sasa hivi ni haramu. Khawla akapigwa na butwaa, akapigwa na mshangao, akakamata kichwa chake na huku anatoka nje, akasema, ila Allahi ashku, ila Allahi ashku, nashtakia kwa Allah, hii kesi yangu naipeleka katika mahakama ya juu kabisa, nashtakia kwa Allah. Hajafika mbali Khawla, Mtume amemwita njoo. Jibril ashateremka na aya ambayo kwamba inahusu hili jambo lako, imeshuka katika suratul Mujadila ama suratul Mujadala. Qad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, kwa hakika Mwenyezi Mungu amesikia maneno ya mwanamke ambaye kwamba anakujadili kuhusu mume wake, hatimaye akashtakia kwa Allah. Mwenyezi Mungu akateremsha sheria ya yeyote ambaye kwamba atamtamkia mke wake, wewe kwangu mimi ni kama uti wa mgongo. Jambo la kwanza, fatahriru raqaba min qabli an yatamasa, atafute mtumwa amwache huru
Ikiwa hatopata mtumwa, Mwenyezi Mungu akataja fasiyamu shahraini mutatabi'aini min qabli an yatamasa, awe ni mwenye kufunga funga ya miezi miwili non stop yenye kufatana kabla hajamwingilia mke wake. Tumeona Mwenyezi Mungu aliweka kama adabu ibada nzima ya saum, ibada nzima ya kufunga. Na hata ukiangalia sehemu tofauti tofauti ya Qur'ani utapata kuna hijjatul adha, ama yule ambaye kwamba ameshikamanisha hija yake na umra na ana uwezo wa kufunga, anatakiwa afunge siku 3 akiwa kule na siku 7 akisharejea kabla haijaingia siku ya Arafa. Mwenyezi Mungu hakuiwacha hii ibada ya funga. Wa fi hada kifaya liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. لا خيرا بمن كان لله عاصيا، وقد فاز المتقون كما قال عز وجل إن للمتقين مفازا. وأكثروا الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. وأقم الصلاة.